Mara nyingi sana inawezekana katika Bible umekutana na sehemu ambazo Roho Mtakatifu ameandikwa kama Roho wa Mungu, sehemu zingine ameandikwa kama Roho wa imani, sehemu nyingine Roho wa maarifa, sehemu nyingine Roho wa Bwana. Umekuwa ukijiuliza, hawa roho wako wangapi? Niwaambie wazi, Roho Mtakatifu ni mmoja. Sehemu zote unaposikia Roho Mtakatifu ni sifa, unaposikia Roho Bwana, yote hiyo ni namna ambavyo Roho Mtakatifu amejidhihirisha. Sasa somo hili ni la muhimu sana, kwa sababu litakusaidia kujiposition, kujiweka katika sehemu ambayo Roho Mtakatifu ataweza kukutumia kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa, lakini pia ikakusaidia kwa Mkristo ambaye una matokeo katika jina la Yesu. Karibu sana. Kama wewe ni mgeni mahali hapa, tafadhali subscribe channel yetu. Kama wewe ni mwenyeji, tuendelee kujifunza. Tupo katika siku 100 za kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Tutajifunza kwa undani sana, kipengele mpaka kipengele. Mimi ni Pastor Ulenje. Karibu sana. Leo hii natamani tuone namna ambavyo Roho Mtakatifu Mungu anamtamka kama roho yangu. Siku ya kwanza tuliona Mungu akimuita roho ya Mungu. Siku ya pili tumeona roho wa Bwana. Leo hii natamani tuone Bible Mungu akienda wazi kabisa akiita roho yangu. Katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28 ndio mstari wangu wa kuanzia siku ya leo. Kitabu cha Yoeli 2 na mstari wa 28. Bible inasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya watu wote wenye mwili. Hapa Mungu anamuita Roho Mtakatifu kama roho yangu. Mungu kwa nini anatamka katika umiliki kabisa? Haleluya! Tuliona katika somo letu la siku ya kwanza ya kwamba alipotamka roho ya Mungu, tukaona kwamba alisema roho wa Mungu akitumaanishia ya kwamba uwezo ukatenganisha Roho Mtakatifu na Mungu yeye mwenyewe. Tukasoma vifungu vingi sana, hilo somo liko mahali hapo, unaweza ukaliona katika jina la Yesu. Sasa hapa leo anatamka wazi ya kwamba roho yangu, akimaanisha ya kwamba yeye na Roho Mtakatifu ni mmoja. Huwezi ukatenganisha kati ya Roho Mtakatifu na Mungu yeye mwenyewe. Anaenda wazi kabisa ya kwamba roho yangu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 17 anasema hivi, Matendo ya Mitume 2:17. Hapa ni Petro alikuwa na ubiri. Petro anarejea katika kitabu cha Yoeli, anasema hivi: itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu. Asema nani? Mungu. Nitawamwagia watu wote roho yangu. Roho yangu. Mungu anatamka kwa habari ya roho yangu, anasema hivi: na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Hapa Mungu anatamka vitu ambavyo mwanadamu kwa uwezo wake hawezi kuvifanya, ila anavifanya katika uwezo wa kimungu. Kwa nini? Unapozungumza kwa habari ya kutabiri, kwa habari ya kuona maono, kwa habari ya kuota ndoto, maana yake ni mwanadamu anapewa uwezesho wa kiungu wa kuona vitu ambavyo katika namna ya kibinadamu huwezi ukaona. Kwa hiyo Mungu anaposema nitatia roho yangu, maana yake ni roho yule yule Mtakatifu anajidhihirisha kwa mtu ndani mwake. Sasa anaanza kumpa mtu uwezo wa kuweza kuona vitu ambavyo katika namna ya kiungu, katika nguvu ya kiungu, maana katika namna ambayo kwa akili za kibinadamu mtu huyo hawezi. Kwa akili za kibinadamu vitu hivyo huwezi ukaviona. Kwa anaposema kwamba nitatia roho yangu ndani mwenu, maana yake Mungu anatuambia wazi kwamba roho yangu ikija ndani mwenu, roho yangu ikija ndani mwenu, mtakuwa mna uwezo wa kiungu, mtakuwa mna uwezo wa kuona vitu ambavyo katika namna kibinadamu haiwezekani, ila kwa sababu nimetia uungu wangu ndani mwenu. Maanake Mungu anatia ule uasili wake ndani mwake, ule uungu unakuwa ndani mwetu. No wonder utaona Yusufu, Farao anasema nimpata wapi mtu ambaye roho ya Mungu ipo ndani mwake? Yusufu akaweza kuona ndoto ambayo na waganga walishindwa, wenye hekima hawakuweza. Ni roho Mungu pekee aliweza kufasiri ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema hivi, wana wenu na binti zenu watatabiri. Ni namna ya kutabiri ambayo kibinadamu haiwezekani.
Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia wazi, Mungu anasema mstari wa 18, anasema naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume kwa wanawake roho yangu, nao watatabiri. Haleluya. Mwana wa Mungu, roho ya Mungu inapokopo ndani mwako, unaanza kufanya mambo ambayo yapo katika namna ya kiungu. Manake Mungu anaanza kushare na wewe uwezo wake. Sijasema uwezo fulu, sijasema uwezo 100% kwamba unakuwa kama Mungu. Sina maana hiyo ya kama Mungu anaanza kushare na wewe ule uungu wake. Haleluya. Manake unaanza kuona maono ya mbele. Ndio maana unaona Danieli akaona miaka ijayo mpaka hadi sasa hivi, mingine bado kama kutokea bado. Isaya anaona siku za mwisho za mbali, miaka 1000 Isaya anaweza akaona. Unaona manabii walionyeshwa siku zijazo za mbele sana. Kwa nini? Kwa nini walikuwa na uwezo wa kuona sana? Kwa sababu roho wa Mungu alikuwa ndani mwao. Hata wewe leo hii Yesu akasema wazi ya kwamba atawajulisha mambo yajayo. Hata wewe leo hii nikwambie, roho ya Mungu ikiwa ndani mwako, hakuna jambo shetani ataleta kwako by surprise. Shetani anapopanga mipango yake, Mungu anakuonyesha. Tunakumbuka nyakati za Elisha, wakati ule mfalme anapanga mambo yake, wanamwambia mpaka unaoyaongea chumbani kwako Elisha anayajua. Aliyajuaje? Elisha anamwambia mfanyakazi wake ya kwamba ulipokuwa pale nilikuona. Aliwezaje kuona? Ni kwa sababu ya roho wa Mungu ilikuwa ndani mwake. Natamani leo hii chochote kisitokee kwako by surprise katika jina Yesu. Hebu comment hapo chini kama na kuhitaji roho wa Mungu katika jina Yesu. Comment hapo chini na kuhitaji roho wa Mungu, na Bwana aijaze kiu yako kwa jina Yesu. Leo hii upate uwezo wa kutabiri kwa habari ya maisha yako, kutabiri kwa habari ya wanao. Yakobo alitabiri kwa habari ya watoto wake, na yote ambayo aliyatabiri kwa habari ya wanae, watoto wote 12, yote yalitokea, na hata tunayasubiria yatatokea. Utatabiri kwa habari ya wanao, utatabiri kwa habari ya vizazi, utatabiri kwa habari ya kanisa, na utayaona unayatabiri katika jina Yesu. Haleluya. Utaanza kuona maono, ndoto zako zitakuwa clear, zimenyoka, sio ndoto kama za kipepo. Utakuwa na ndoto ambazo ni za Mungu moja kwa moja, ndoto ambazo zimenyoka namna hii, ndoto ambazo ni za maisha yako. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu atakuwa ameingia ndani mwako katika jina la Yesu Kristo aliye. Natamani mwana wa Mungu leo hii, natamani katika jina la Yesu. Mungu yupo katika nyakati ambazo analiinua kanisa lake. Mungu yupo nyakati ambazo analiinua kanisa lake, kanisa ambalo lilipotea na kwenda kurejea tena. Mungu anapoleta uamsho, sio atarejesha kanisa kama lile, anafanya bora zaidi. Si unajua mwenyewe Mungu alipoleta agano jipya limekuwa bora kuliko lile. Manake Mungu anapoleta uamsho wa kanisa la sasa, litakuwa ni bora, liko fire, lenye power, lenye nguvu na uungu zaidi ya ile la kwanza. Tamani wewe uwe sehemu ya uamsho huo kwa jina Yesu. Na ili uwe sehemu, lazima roho wa Mungu aje ndani mwako. Hebu shauti, nataka nione shouting yako hapo kwenye emoji, hapo kwenye comment ya kama na kuhitaji roho wa Mungu. Haleluya, mwana wa Mungu. Kitabu changu cha mwisho kitakuwa ni katika kitabu cha Ezekiel sura ya 36 na mstari wa 27. Ezekiel 36 na mstari wa 27. Biblia inasema hivi, Mungu anawaambia Israeli, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Wana wa Israeli, sheria ya Mungu ilikuwa ni mzigo mzito, walikuwa hawaiwezi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na mwili wa asili hii ya kibinadamu. Huu mwili ulikuwa unawashinda. Sio kwamba sheria ilikuwa ni mbaya, hapana, sheria ni nzuri, ila sheria ilikuwa ni ya rohoni. Sheria ilikuwa ni ya rohoni. Kwa maana sheria ikaonekana dhaifu kwa sababu ya nini? Ya mwili wao, lakini sheria ilikuwa ni njema. Mungu anawaambia Israeli, msiofu, nitatia roho yangu ndani mwenu. Hiyo roho yangu itawaendesha kwenye sheria zangu, maana mtapata uwezo wa kutembea katika sheria zangu. Leo hii mwana wa Mungu, unatamani sana utakatifu wa Bwana, unatamani sana utembee katika namna ambayo Mungu amekutaka muda mrefu. Nikwambie siri ni roho ya Mungu ingia ndani mwako, la sivyo hutoweza. Utajaribu, hutoweza. Utajaribu, hutoweza. Ni mpaka roho ya Mungu ingie ndani mwako. Leo hii natamani maisha ya ushindi ndani mwako. Una struggle wapi? Unapambana wapi? Ni wapi pamekuelemea? Tafadhali lia kwa Bwana kama kwani Batimayo
akasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Lia leo mbele za Bwana ya kwamba Yesu, nahitaji roho wako. Mungu akubariki sana. Acha nikuombe. Tafadhali, kama bado hujasubscribe channel hii, subscribe katika jina la Yesu. Baba, asante kwa roho wako. Najua yuko mtu mahali hapa ana njaa, ana kiu ya Roho Mtakatifu. Naomba Bwana usimwache hivyo hivyo. Usimwache akaondoka kwenye video hii tupu. Mjaze roho wako. Mwana wa Mungu ambaye una kiu, pokea Roho Mtakatifu sasa kwa jina Yesu. Roho Mtakatifu akaje na kufurika ndani mwako. Roho ya Mungu ikaingia ndani mwako, ikakuendeshe, ikakupe ushindi, ikakupe uwezo wa uungu, wa kutabiri, wa kuona maono, wa kuona ndoto, na adui shetani asifanikiwe chochote kukitenda kwako by surprise. Asifanye chochote bila hujajua kwa jina Yesu. Mungu akakufunulia siri za mbingu kwa jina Yesu. Na roho ya Bwana ingia ndani mwako, ikakupe uwezo, ikupe uwezo wa kushinda na kutembea kwenye amri za Mungu katika jina Yesu. Ni maombi yangu wewe mwenye kiu, roho Bwana shuke juu yako leo katika jina Yesu. Saa hii pokea roho Bwana, hata kiwango cha kunena kwa lugha kwa jina Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Hapo chini katika description nimeweka linki, ibonyeze hiyo linki, jiunge na channel yetu ya WhatsApp ambayo ina mafundisho mazuri, na utapata notes ya mafundisho haya, na hakika utabarikiwa. Tafadhali share video hii, like, na usikose video hii ambayo imeonekana hapo kwenye screen yako uweze kujifunza zaidi. Mungu akubariki sana. Amen.